Ndugu mtazamaji wa Akida Online TV ambao tutazama time hii hapa kupitia mtandao wa kijamii pale YouTube, mnaitwa Bella MC. Nipo Korogwe, Tanga, Tanzania. Niko katika viunga vya Machinga Complex hapa kata Manundu. Sasa bwana, hapa Korogwe mjini, ambapo nyuma yako bwana utashuhudia baadhi ya timu za draft. Bwana leo ni draft cup, inaitwa Samia Draft Cup Korogwe mjini. Sasa bwana, leo Juni 8 timu takriban 32 sasa bwana zinapitana hapa bwana. Leo atapatikana mshindi. Sasa bwana, naye bwana hapa afisa hamasa wa jambo hili hapa atajitambulisha, alafu atuambie azma ya michuano hii ni nini. Karibu sana. Kwa majina naitwa Hussein Dafa, mkazi wa Korogwe mjini, lakini vile vile mkazi wa kata ya Manundu na mkazi wa mtaa huu. Sisi tuna utaratibu ambao toka mwaka huu uanze tumekuwa na hamasa ya drafti. Tumekusanya watu wengi na watu wengi wameweza kutusaidia. Tulianza wenyewe kwa kuweza kujichangia 2,000, 3,000, 4,000 na kuweka mashindano. Lakini baadaye, baada ya michezo kuwa mitamu, wakatokea watu 2, 3 wakaweza kutusaidia. Mwezi wa 3 tuliweza kumpata mfadhili ambaye ni Mheshimiwa Diwani Rajabu Mzige, ambaye aliweza kutufadhili na kuweza kuwa mgeni rasmi katika mashindano yetu. Aliweza kutupatia zawadi na mshindi alipatikana. Mwezi Aprili, mwezi wa 4 pia alipatikana mfadhili ambaye aliweza kutusaidia na kutuchangia na kuweza kupatikana mshindi. Mwezi Mei, mwezi uliopita, aliweza kupatikana mfadhili Mheshimiwa mbunge wa Korogwe mjini Dr. Alfred James Kimea. Aliweza kutufadhili mashindano yetu, kutoa zawadi na kuhamasisha katika eneo hili la Machinga Complex hapa kata ya Manundu, mtaa wa Manundu. Na mwezi wa Mei, baada ya mheshimiwa kuondoka, alituahidi tuweze kutengeneza timu ambazo zitaweza kushindana katika Korogwe mjini kwa maeneo yote. Hapa tulipo wachezaji wa maeneo yote ya Korogwe mjini wanafika hapa. Tunao wachezaji kutoka Mtonga, tunao wachezaji kutoka Udikorogwe, tunao wachezaji kutoka hapa kata ya Manundu, na baadhi ya wachezaji wengine wengi tu ambao wanahitaji nafasi ya kufanya, lakini kutokana na ufinyu wa nafasi yenyewe timu zinatokea ni 32 na kuna zaidi ya watu 60 na ambao wanahitaji kuingia katika mashindano. Tumejaribu kupewa ushauri na mheshimiwa mbunge tutengeneze, tuorganize kitu ili tuweze kutoa changamoto na mfumo mzuri wa drafti katika Korogwe mjini. Tunasubiri maelekezo yake na baada ya muda kuna kitu kitatokea. Lakini ndani ya mwezi huu, mwezi Juni, leo tarehe 8, 2025, tumeweza kuandaa shindano ambao tumelipa jina la Dr. Samia Draft Cup Korogwe Town, ambalo leo hii ndio linafanyika hapa katika viwanja vya Machinga Complex kata ya Manundu Kati, chini ya hamasa ya Hussein Dafa pamoja na kamati yake nzima ikiongozwa na Amaro pamoja na Dr. Wile pamoja na Dr. wetu ambaye yuko hapa katika upande wa makamisa. Mashindano yanaendelea. Mashindano yamegawanyika katika magrupu mawili. Kuna grupu A ambalo lina timu 16 na grupu B ambalo lina timu 16 vile vile. Kundi A limekuwa likiendelea na mashindano, na utaratibu wa mashindano ni kwamba hatua ya kwanza ni hatua ya mtoano na zinabaki timu 8 katika grupu A, na vile vile grupu B ni katika hatua ya mtoano zinabaki timu 8. Timu 8 zinakwenda kwenye hatua ya robo. Kwenye hatua ya robo zinabaki katika hatua ya robo zinabaki timu 4 na timu 4 hizo zinakwenda kwenye hatua ya nusu finali kwa upande wa timu A wa grupu A na grupu B. Na baada ya nusu finali anakwenda kupatikana watu wa finali ambao wanakwenda kutoa wana finali ambao wanakwenda kutoa mshindi wa grupu A finali na mshindi wa grupu B finali. Bahati nzuri katika kuongea na wadhamini wetu hapa na pale, jana tulikutana na Dr. na Engineer Omar Mwingia, aliweza kutukubalia kutusaidia zawadi ya takriban 300,000, 100,000 ya maandalizi na 200,000 kwa ajili ya washindi wa grupu B na grupu A. Na kifupi tu, mdhamini wa mashindano hayo Dr. Samia Draft Cup Korogwe mjini nani? Ni Engineer Omar Mwingia. Engineer Omar Mwingia. Na tunataza finali inafanyika leo hapa. Finali inafanyika leo. Baada ya robo kuna nusu finali, baada ya finali tunategemea kwamba finali majira ya saa 12 jioni ya leo, na mshindi atapata zawadi baada tu ya mashindano kufungwa. Shukrani sana bwana. Huyo ni moja kati ya hamasa wa mashindano haya Dr. Samia Draft Cup Korogwe mjini, ambapo leo hii bwana tuko hapa katika viunga vya Machinga Complex kata ya Manundu Kati kwenda kushuhudia. Wewe mtazamaji wangu utaenda kushuhudia moja kwa moja bwana mambo jinsi yanavyokwenda. Twende tukaone.
Tazama hawa wanaibazi washiriki wa Dr. Samia Draft Cup hapa Korogwe mjini, wakiwa wanapiga ilikuwa inapigwa kete kweli kweli. Tazama kila wanapiga kete wamejitokeza wengine kushuhudia mtanange huu. Leo hapa bwana inapigwa mpaka fainali. Timu zilikuwa 32. Baada ya hapo wanaenda hatua ya robo fainali. Baada ya robo fainali itapigwa hatua nusu fainali. Kama mmoja kati washiriki hao na washuhuda wanashuhudia kulibia ambao wameingia kwenye yani ni watu yani una hali ya uongo kwa sababu gani? Watu wanaingia hapa unalikataa. Wewe unalikataa. Unataka useme kinachoendelea hapa mtazamaji ni upangaji wa zile coupon. Zile coupon na kushuhudia hapa ndio wanapanga zile coupon. Coupon hizo coupon zinapangwa hapa, kuna hatua robo finali. Afisa Hamasa, hebu tujuze kwamba hapa kinachoendelea nini hapa? Hapa kinachoendelea ni uokotaji wa coupon kwa ajili ya hatua ya robo finali. Kwa yoyote ambaye ataokota namba zinafanana wanakwenda kucheza kama ilivyokuwa kwenye group A, na sasa hivi tunaenda kwenye group B. Baada ya hapo tunakwenda kwenye hatua ya robo. Baada ya hatua ya robo tunadondosha tena coupon, tunakwenda kwenye hatua ya nusu finali. Mbele yako ni watu ambao wameingia katika hatua ya robo finali. Wote walioingia katika robo finali. Mbele yako hapa unaona ni makamisa wa mchezo huu ambao tayari wamekwisha simamia hili zoezi na watu wanaenda kwenye nafasi. Namba 2 anakutana na Jose pamoja na Hasani. Hawa ni mainjinia hawa. Namba 3 anakutana na Ustazi pamoja na Omari Emedi. Ambao wote wanaenda kule. Mtasubiri namba 3 aanze kucheza. Namba 4 hapa ni Said Ndemla. Tunakwenda kwenye hatua. Asanteni. Liana Ndemla. Hawa ni makamisa wa mchezo wetu. Huu ni ufuatiliaji wa hali ya juu wako katika utaratibu makini. Andika Said Ndemla. Inatosha hiyo. Kamisa Dr. unaweza kaongea kidogo na radio online. Mimi ni kamisa wa mchezo wa leo. Tuna mchezo wetu au mashindano ya drafti ya Dr. Samia Draft Cup yanafanyika hapa uwanja wa Msikiti Mkubwa. Mashindano yalianza muda. Leo ni kama ligi ya 3 ya 4, ligi ya 6. Na huwa watu wanakuja hapa, tunashindanisha watu na mshindi anapatikana anachukua kombe. Ni mchezo wa challenge wa kuumiza akili. Huwa unafanyika hapa kila weekendi. Leo tumepata mdhamini, amedhamini na mashindano yanaendelea. Halo. Kwanza mwenyewe ni Kiebula. Wa pili ni Mwalimu Kopo. Hawa ni wakorofi. Wote maarufu. Dafa dakika na sekunde zinazingatiwa. Makamisa wote sekunde na dakika. Nenda. Sekunde 20 zimebaki. Acha madaha tulia. Acha madaha tulia.
Bigi angalia muda sekunde na dakika zake. Cheta kwa karibu na Aluna hapo iusiwe. Kuna kiti kipo wazi ndio pale ukakaa. Sawa mzee. Sasa ni mtu hatari sana. Haya, Omari Mandonga ameshinda, ameingia tu gari. Haya, finali. Namba kundi A. Kundi A namba 3 mchanja. Namba 3 hapo taya, namba 3 hapo Omari Mandonga. mapema. Naam, watazamaji ambao wanatazama hivi sasa kupitia mitandao ya kijamii pale YouTube, hii ni Akida Online TV. Tupo hapa kwenye hii uwanja unaitwa Machinga Complex kata Manundu. Kama nikujuza tokea awali bwana, michuano inaendelea hapa ni Dr. Samia Draft Cup. Hapa na baadhi ya mshiriki wa mashindano haya Dr. Samia Draft Cup kutoka hapa nyumbani Korogwe, ambaye huyu mmoja ni kati ya mshiriki, tutazungumza naye. Shiriki lakini ameachia wengine bwana waendelee, kwa sababu bwana mchezo huu bwana kila mmoja anahitaji kushinda. Changamoto unaweza kukutana nazo ni kubwa wala sio ndogo. Huu michezo hii na A na B, kuna baadhi ya wachezaji natakiwa wacheze A lakini wamecheza B. Mimi nimetolewa na mchezaji wa B lakini sio wa A, sio wa B. Hiyo ndio changamoto unaona, viongozi wakae mtu wa A acheze A, mtu wa B acheze B. Mchezo huu hauna shida, mchezo wajitokeze washiriki, mashindano yanaendelea, kuna mengine anakuja, kuna Leosha, kuna mengine kama wajitokeze, wale wenye uwezo wa kucheza draft waje, mwenye uwezo aonyeshe hapa, kama kiwango chake ni cha A atakaa A, kama ni cha B atakaa B. Kwa jina mimi naitwa Ayubu Athmani aka Scraper kwa hapa mjini. Wote wananifahamu. Mashindano ni mazuri. Mashindano ni mazuri. Wametupa changamoto ya kupambanua akili. Kwa kweli wanafanya vizuri sana. Ugumu kiujumla ni changamoto ndogo ndogo tu, lakini mashindano yako vizuri. Sijaona changamoto kubwa sana. Mashindano haya yana tuweka katika hali ya umoja na nini, na inaepuka pia vijiwe vya bangi, mambo ya pombe nini. Kwa hiyo kidogo kwanza hayatutii hasara. Unaona bwana? Yaani ina maana muda wa kazi unakuja kujumuika na wenzio kama hapa, kwa sababu hupotezi chochote. Unaona? Kwa hiyo ina maana kwamba yanatuweka pamoja, pia tunafahamiana. Ina maana mimi sasa hivi watu wengi hapa mjini, mimi natoka Lenga Daraja, lakini wengi wananifahamu kwa sababu kupitia draft. Asante. Jina lako? Mimi naitwa Pascal Noni aka Molson. Molson. Ndio. Bana, huyu ni Molson.
kutokea hapa nyumbani bwana. Sasa bwana Kimosoni huyu bwana anasukuma keti bwana, akaamua bwana yeye kwa mchezaji wa draft bwana. Msimu huu 2025 Dr. Samia Draft Cup kutokea hapa Korogwe, viunga vya Machinga Complex. Zipi changamoto ambazo umekutana nazo kwenye mchezo huu wa draft? Kiujumla mimi ni mchezaji wa A, lakini nilikosa nafasi A kwa sababu nilikuwa nimechelewa, na baada ya hapo nikaja kaandikwa B, ambao nilichukua nafasi ya mtu ambao hakuwepo. Kwa hiyo niliingia kule, nimekutana na jamaa mmoja ambao ni huwa anacheza naye na mfunga mara kwa mara, lakini tuseme nilimsahau. Nilimsahau nikiamini kwamba ni mtu ambaye huwa namfunga mara kwa mara, kwa hiyo nikajua nikikitonga, lakini mwisho wa siku mambo yanaenda tofauti. Na waboreshe wapi mashindano mwaka huu ili yazidi kuwa bora? Mashindano ni mazuri, lakini kuna changamoto ambazo ni ndogo sana, sema ni vya kuongea tu. Sasa kwa upande wa ule umoja ule tuwepo kama hivi, tuendelee kufanya kama hivi timu nini hivi. Sana bwana mzee, shikamoo. Vipi bwana? Kwema? Kwema. Pole bwana. Tunashukuru. Siku zote unasema asikubali kushindwa sio mshindani bwana. Ni mmoja kati ya mshiriki wa Dr. Samia Draft Cup msimu wa 2025 hapa katika viunga hivi vya Machinga Complex kata Manundu. Zipi changamoto ambazo umekutana nazo kwa mchezo huu wa draft? Kwa jina naitwa Tanziru Ahmadi wa Kanai. Changamoto hamna, ni mambo madogo tu, lakini kwa jumla mashindano yako vizuri. Kitu gani ambacho kimekupa ugumu ukashindwa kuendelea kuwa umeshindana lakini umeishia njiani? Kipi ambacho ulikutana nacho kigumu ambacho kimekufanya bwana mambo yamekuwa gumu upande wako? Hamna, ni mtu tu akikuwahi. Kama amekuwahi mwenzako basi inabidi ukubali tu. Utapambana mashindano yajayo na mimi tutafika mbali. Na wapi waboreshe mashindano haya yazidi kuwa bora? Unawashauri, unawaambia timu hapa bwana kutazama kwamba sehemu gani wadhamini waboreshe ili mashindano mengine yazidi kuwa bora zaidi? Waboreshe zaidi mashindano haya yatangazwe mapema zaidi ili mtu ujue unajiandaa vipi. Angalau ya kila baada ya muda tupate mashindano. Tunaomba wadhamini nao waendelee kujitokeza ili yawe mara kwa mara, angalau yanaongeza umoja. Shukrani sana mzee. Hawa ni baadhi wa washiriki wa mashindano haya ya Dr. Samia Draft Cup hapa wilayani Korogwe mkoa wa Tanga katika viunga vya Machinga Complex. Bado tunaendelea kukuletea hii hapa, lazima bwana tumpate bingwa sasa bwana. Kwa wewe ambao unatazama kupitia YouTube time hii hapa, hii ni Akida Online TV, twende mubashara kukuletea mambo yaliyokuwepo hapa. Ni hatua nusu finali wameokota coupon. Mechi hapa ambayo ya kwanza kabisa itakuwa ni bwana Mtafi pamoja na Omari. Mwalimu Omari ambao ndo anaenda katika nusu finali kwa ajili ya kupata mtu wa finali. Na mwingine ni Joni na nani? Na Haruna. Hapa bwana Haruna, hapa bwana Joni. Tunakwenda kwa nusu finali. Hapa ni majani. Kwa hii ndio nusu finali ya group A, pot A. Wakati tunasubiri pot B, mbele yako ni mwenyekiti hapo akaendelea kupanga coupon. Naye hapa mbele yako si mwingine, huyu ni Mheshimiwa Omari Mungia. Yeye ni mdhamini wa michuano ya Dr. Samia Draft Cup hapa wilayani Korogwe katika viunga hivi vya Machinga Complex. Utapata kumsikiliza kwamba kwa nini ameshawishika bwana kuleta michuano hii ya Dr. Samia Draft Cup. Ipi ni azma michuano hii? Karibu sana Mheshimiwa Mungia. Asante sana ndugu mwandishi. Kwa majina naitwa Engineer Omari Mungia. Ni kijana wa Korogwe wilaya hii. Kikubwa au kimenifanya nivutike na kufanya udhamini wa mashindano haya ni watu kukutana kwa pamoja. Draft unaona kwa nyuma hapo watu ni wengi. Lengo kubwa sio kushindana, lengo ni kuwa pamoja. Umoja huu tunakutana pia kuhamasishana juu ya mchakato ambao uliko mbele yetu. Nchi yetu mwaka huu kwenye uchaguzi. Na uchaguzi hawa ndo wananchi wanaochagua viongozi wao kwa maeneo yao bila kujali chama, itikadi wala dini. Tunakutana hapa ni wananchi, watu vijana wa Korogwe kwa kata hii ya Manundu. Nimevutia kudhamini hii shindano
haya mashindano ya draft, lengo kubwa ikiwa ni kuhimizana au kuhamasishana juu ya mchakato wa uchaguzi unaokuja. Watu wajiandikishe daftari la kupiga kura kwanza. Watu wengi wajiandikishe ili waweze kupata nafasi ya kuchagua kiongozi wetu, rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, tupe ushindi wa kishindo kwenye wilaya ya Korogwe mjini. Wilaya ya Korogwe mjini, Mheshimiwa Rais amefanya mambo mengi na makubwa. Sisi kama vijana, wanachama na viongozi wa Chama cha Mapinduzi tuna wajibu wa kumuunga mkono rais wetu kwa yale aliyoyafanya, na tumekaa hapa tumezungumza mengi. Hivi ni vijiwe, ni maskani hizi ndio na wananchi na wanakijiji wa maeneo haya wote ni mashuhuda aliyofanya Dr. Samia Suluhu Hassan. Ndio maana maandishi ndio nikayapa jina la kumwenzi yeye mwenyewe rais wetu kipenzi Dr. Samia Suluhu Hassan, kama Dr. Samia Draft Cup Korogwe mjini. Lengo kuu tukutane hapa vijana, tushikamane, tupane mawazo, tukumbushane majukumu ya kisiasa na uchaguzi uko mbele, kulinda amani. Mwisho wa siku amani ndio tunu tuliokuwa nayo. Uchaguzi utapita, maisha mengine yataendelea. Leo tuko kata ya Manundu. Umezungumzia kwamba mashindano ndani ya Korogwe mjini. Je, kata nyingine ambayo unatazama hivi sasa, je, utaenda kuwapelekea michuano hii? Asante. Ni kwamba haya michuano hii tunaifanya kutokana na uhitaji na wenyewe eneo husika. Juzi nakumbuka tulikuwa kwenye Majengo Festival. Sisi tulikuwa wadhamini tena pale. Leo tuko kata nyingine ya Manundu, sisi ni wadhamini. Kwa kimsingi tunasikiliza wenzetu kata nyingine wakiwa na jambo lao, sisi tutaunga mkono. Sisi sio waandaji wa haya makongamano, hayo mabonanza, au hizi festival. Wanaandaa wao. Kwa mimi ni kiongozi, ni mjumbe wa mashauri ya CCM mkoa wa Tanga, na unawiwa kuunga mkono na kudhamini kwa kuwa na nafasi hiyo ninayo, na mimi ni kiongozi. Wao na wananchi walinipigia kura kunipa nafasi niliyokuwa nayo. Kwa hiyo nina haja ya kuwapa furaha, kuwaunganisha na kuzungumza mambo yetu ya siasa na uongozi na jamii, amani kwa ujumla. Yes. Na ukiwa kama mdhamini mkuu wa mashindano haya ya Dr. Samia Draft Cup 2025 hapa kata ya Manundu, viwanja vya Machinga Complex, neno gani la kuwaambia watazamaji wetu ambao tutazama timu hapa kupitia Akida Online TV pale YouTube? Kubwa niwaambie watazamaji wa Akida Online TV ni kwamba sisi kama vijana, kijana yote, mwana Korogwe, mwana Tanga, popote alipo, tujitokeze kusaidia vijana wenzetu, jamii zetu. Hata toka mtu kutoka nchi ya mbali kuja kwa maeneo yetu kufanya mambo haya. Ni sisi wenyewe, tusijifiche. Mwenye chochote kidogo, udhamini chochote kile, yani wape watu furaha, kwa sababu watu kufurahi. Fanya watu kukutana pamoja, jamii pamoja, wafurahi pamoja. Hii jambo sio kwa mimi tu, yoyote mwenye nafasi hiyo, na wasi viongozi wangu, wananchi wenzangu, popote nafasi uliokuwa nayo, una nafasi hapo ulipo, kutanisha watu wako kwa pamoja, waunganike na wafurahi kwa pamoja. Kwa mimi nitoe wito mkubwa sana kwa wadau wa serikali, sekta binafsi, vyama vya kidini, majumuiya za kidini zote zile. Tutoke, tukutanishe watu wetu na tuzungumze, watu wapate furaha, na kikubwa tuhimizane amani, tutunze amani ya nchi yetu. Tushiriki uchaguzi unaokuja hapo mbele, tupate viongozi wazuri ambao tusaidia kwa maeneo yetu yanaoishi. Shukrani sana. Asante sana mwandishi. Asante. Huyo ni mdhamini wa michuano hii ya Dr. Samia Draft Cup 2025 hapa kata Manundu kwenye viwanja vya Machinga Complex Stadium. Bado tunaendelea kuenda kushuhudia, kwa sababu leo bwana, lazima bwana, tunasema zege halilali, bingwa anapatikana hapa, na mdhamini kama ulivyomsikia hapa engineer Omar Mungia kama alivyoeleza bwana, kwa azma michuano hii ni nini na ni kitu gani ambacho amelenga. Kitu kikubwa kwamba ni kuleta tu pamoja na kwenda kutoa elimu, kwa sababu mwezi Oktoba mwaka huu bwana, tuna zoezi kubwa kabisa la uchaguzi wa urais, ubunge pamoja na madiwani. Nikiendelea kuripoti hapa katika viunga vya Machinga Complex hapa wilayani Korogwe, mimi naitwa Bela MC wa Akida Online TV.
Mashindano yetu yalianza takriban muda wa saa 9. Sasa hivi ni saa 1 inaelekea saa 2. Sasa hivi tunaingia hatua ya finali. Huku ni klabu bingwa, I mean OTA waliofanikiwa kutinga hatua finali ni Mr. Haruna pamoja na Mr. Umar. Huku ni shirikisho. Finali alofanikiwa kuingia finali Mr. Hassan pamoja na Shende Omari Ahmed. Hivyo mchezo wetu unaenda kuanza rasmi kwa kucheza finali. Mwamuzi wa mchezo wa huku ni Bwana Abdul. Huyo ndo anasimamia mchezo wa huku. Mwamuzi wa mchezo wa huku ni Mr. William. Kwa hiyo rasmi makamisa mnaruhusiwa kuanza mchezo. Ilani hatuhitaji kelele, tutulie. Hii ni finali. Sawa ndugu zangu? Kete kamisa kazi kwenu. Hiyo ni finali ya Dr. Samia Draft Cup. Kama ulisikia maelezo kutoka kwa moja kati ya kamisa wa michuano hii ya Dr. Samia Draft Cup hapa wilayani Korogwe kwa Tanga. Kuna finali, kuna finali klabu bingwa na shirikisho. Mambo mazuri sana unapata kwenye draft bwana. Kwa hapo siku leo utapata mabingwa wawili. Mmoja yuko upande wa klabu bingwa, mwingine kwa upande wa shirikisho. Na finali imeanza. Hapa ndo klabu bingwa. Hapa ndo klabu bingwa. Hapa ndo klabu bingwa. Sasa anapoona pale kwa Mwarabu bana pale kwenda watazamaji ni wengi kweli kweli wakiwa wanafuatilia finali hii ya Dr. Samia Draft Cup hapo wilayani Korogwe kata Manundu. Tuko Manundu kata. Kama watazamaji wamejitokeza, tulikuwa ni mkubwa. Jamani, tuombeni utulivu huko nje jamani. Tuombeni utulivu. Rudia. Hapo ya timu huna heshima. Bin rasmi yuko hapa kwa hiyo pia ni shuhuda. Ndio mdhamini mkuu. Bakia dakika mbili waambie. Yaani kwa dakika nenda kwa naambia.
Jamani, heshimuni mchezo jamani. Kamisa ika kete vizuri. Mchezo wa kundi B uliokuwa unachezwa uwanja wa pili huku ni rasmi Mr. Omari Emedi ni bingwa. Hivyo kwenye kundi B bingwa ni bwana Omari Emedi. Kwa hiyo tunasubiri mchezo wa kundi A umalizike tupate bingwa huko. Omari mwangalie na nini? Huyu ndo bingwa bwana wa kundi B, ni rasmi anaibuka na kitita. Bingwa shirikisho. Congratulations. Huyu ndo bingwa wa kundi A jamani. Bingwa wa UEFA. Huyu ndo bingwa wa UEFA, ndo bingwa. Hongera sana. Usituchoke. Tunakupa nafasi nyingine ukijali ukipata nguvu. Kwa hiyo kuna wachezaji wengi zaidi ya hawa. Tunashukuru sana. Na naomba nimkaribishe kamisa msaidizi. Asante. Wachezaji wote poleni kwa mchezo. Mgeni rasmi tunakushukuru sana. Idi ya leo, Idi pili umetuweka kwa kweli na kutuheshimisha sana. Jambo hili sio dogo. Wachezaji hawa ni wakubwa kweli kweli yani. Kuna mechi nyingine ambazo zilikuwa ni ngumu kuziamua, lakini kwa kudra za Mwenyezi Mungu nafikiri hakukuwa na jambo ambalo ni baya. Tunashukuru sana sana sana. Mabingwa tutakutajia mabingwa ambao wamesha na zawadi zao. Ndio hivyo mratibu wa mashindano. Tutakupa nafasi. Lakini tukuombe wasiku, sababu tumeshapoteza muda. Nao makamisa wetu wamefanya kazi kubwa sana, au si? Dr. na wewe unaweza kuja kuongea, Ansi pamoja na Badi. Hawa ni watu ambao tunawategemea kwenye mashindano yote. Sawa. Awali ya yote tumshukuru mgeni rasmi kwa kutusapoti sisi wana michezo wanaopenda draft. Kwa wakati mwingine ukipenda pia tunakuomba tena utusapoti kama ulivyo tusapoti leo, tuendeleze mchezo wa draft. Karibu sana. Ansi pamoja na kwamba alikuwa ni mchezaji, ni mmoja kati ya sehemu ambao wamefanya kazi kubwa sana. Asante sana Mheshimiwa mgeni rasmi. Tunakushukuru kwa ulotufanyia na vile vile pia tunakuomba uendelee kutusapoti katika kila kitu. Hii Samia Draft Cup ya leo katika hii Korogwe Town kwa kweli imetuheshimisha sana. Mimi kama mweka hazina nimefurahi sana. Na nashukuru Mungu akupe moyo huo tuendelee kukufadhili. Tuna changamoto nyingi lakini tunashukuru kwa hili tumefikia hapa leo. Asante sana. Badi Makagi. Sema kidogo shehe. Huyu ni mmoja kati ya watu ambao tunawatumia sana. Sawa. Baada ya hapa tunaomba tukusomee risala yetu afikisha kamishna atataja wa Draft Cup Korogwe mjini tarehe 8 Juni 2025 siku ya Jumapili. Ndugu mgeni rasmi, kwanza tunayo furaha kubwa sana kwa wewe kutukubalia ombi letu la wewe kusaidia zawadi kwa washindi hapa Korogwe mjini. Kutokana na muda mdogo tulikuomba ukakubali na kuwa na sisi leo hii. Tunakushukuru sana ndugu yetu, mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM mkoa wa Tanga na mtunza hazina wa jumuiya ya wazazi Korogwe mjini. Ndugu mgeni rasmi, mchezo huu wa draft huwa unatumia akili zaidi na huwa ni tiba kwa afya ya akili kwa binadamu. Mashindano kama haya yalianza toka Februari, tulijitafuta tukaanzisha wenyewe Machi 2025. Yaliboreshwa tena na Mheshimiwa Dr. Diwani wa kata ya Manundu Rajabu Hassan Mzige alikubali, tukamshukuru sana. Aprili 2025 Mheshimiwa Alfred James Kimea
tulimuomba na yeye alitusaidia na alituandalia zawadi, tunashukuru sana. Leo hii mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM mkoa wa Tanga, Injinia Omari Zuberi Mungia, upo na sisi baada ya kukuomba na umetupa heshima kubwa. Tunakuombea Mungu aendelee kukubariki, kukulinda na kukupa nguvu na afya njema. Ndugu mgeni rasmi, kila jambo ni mipango na mashindano kwa kila mmoja wetu tuliopo hapa, na tunaamini upendo wako mkubwa kwetu sisi, na sisi pia tunao upendo mkubwa sana kwako. Asante sana ndugu mgeni rasmi kwa kutuheshimisha katika mchezo wetu huu siku ya leo. Tuko pamoja na wewe kiongozi wetu, asante sana. Wana draft Korogwe mjini, leo tuko na Samia na Idi Mubarak. Ndugu mgeni rasmi, tunaomba kuwasilisha. Asante. Jamaa ko. Mgeni rasmi anakabidhiwa risala fupi ya mashindano kwa wana draft Korogwe. Asante sana. Piga makofi. Iliyoingia nusu finali, kwa maana wale wanaokabidhiwa zawadi wote ni washindi. Kwa hiyo kwenye swala la kuanza kukabidhi zawadi tunaanzia chini kwenda tumeelewa vizuri. Kwa hiyo unaanza wale walioingia nusu finali, unakwenda wale walioingia finali, mshindi wa pili na wa pili, alafu unakwenda kumaliza na mshindi wa finali. Ndio hivyo Kwa sasa tumuombe kamishna atutajie wale wanne walioingia nusu finali ambao wana zawadi ya shilingi 20,000 kwa kila mmoja shilingi 5,500. Wale wanne ambao wameingia nusu finali ambao wana zawadi za shilingi 5,500 kwa kundi A. Yupo Mtafi? Tayari Mtafi mwakilishi wake. Mwakilishi wake yupo, mwakilishi wake yuko hapa. Yuko hapa. Ile zawadi siko tayari. Mtafi anapata zawadi yake. Ngoja kwanza. Jamani, hii kwa niaba ya Mtafi. Ndio tukabidhi ile 200,000 tukupe huyu hapa. Anapata shilingi 50,000. Mtawanye hivyo mali. Hili ni Harun. Anapata kiasi cha shilingi 30,000. Anapata shilingi 70,000. Fedha halali ya Kitanzania. Hii fedha ni kichocheo tu cha mashindano, lakini kiukubwa sisi tunahamasishana na huu ndio tunatengeneza umoja wetu, tunaendelea kufahamiana zaidi. Inawezekana leo mwingine katokea eneo lingine hatufahamiani, lakini kukusanyika hapa leo tumefahamiana. Kama mheshimiwa hapa sasa, mimi kwangu ni kwa mara ya kwanza naonana naye. Nashukuru sana. Kwa hiyo niwaombe wote washindani wenzangu, game imepita, naamini ni chachu ya mashindano mengine yanayokuja. Kwa hiyo natumaini mambo yatakwenda vizuri. Jamani, nashukuru, tuko pamoja. Shukrani sana. Asante uongozi. Asante kwa kusimamia game vizuri. Tuko pamoja jamani. Hii ni bahati tu imeangukia kwangu. Haya, baada wanasemaje Waislamu? Asalamu alaykum. Nashukuru sana, tumshukuru Mwenyezi Mungu. Mimi ni mshabiki sana michezo. Wao mchezo huu sana. Lakini kucheza siwezi. Lakini nashukuru sana, nafurahi wewe kukuona mshabiki wa michezo mingi sana kusema. Hata mpira mimi ni mshabiki. Na nimeucheza. Hapa Korogwe ni kwa maarufu. Lakini nashukuru sana. Karibu Korogwe. Na kuomba karibu sana sana. Mimi naitwa Frank. Karibu sana. Sina mengi ya kusema, ni haya tu. Asante sana. Msikiti mkubwa. Mandukati oye. Mandukati oye. Draft oye. Draft Samia Cup oye. Ndugu zangu, tumekutana hapa kama vijana. Lengo kubwa kama alivyozungumza mwandaji hapa kaangu Dafa ni kwamba tukutane hapa pamoja, tushirikiane leo sikukuu, sio? Ndio. Mapumziko. Tukutane hapa kwa pamoja, tushiriki kwenye hili jambo ambalo tumeliandaa. Hili jambo ni kweli kiongozi jana walinifuata jana jioni. Kama bwana, sisi tuna jambo letu tunafanyaka kila muda kwenye eneo letu la Manundu Kati hapa mjini.
Kasema basi sawa, tufanye jambo, tushikamane. Kwa viongozi wangu, washiriki wote wa draft, huu ni mchezo mkubwa. Kuna mashindano ya draft ya dunia, hapa dunia yanafanyika, ya Afrika, Tanzania yanafanyika mashindano ya draft. Kwa hiyo vipaji, ili jambo lisiishie hapa. Nye viongozi wa maskani hii, tafute wadau wako wengi Korogwe hii, sio mimi peke yangu. Tuna wadau wengi. Tuhamasishe wadau, tufuate wadau. Mimi nitafanya lingine na mengine, nitafanya mengi mimi. Na nitafanya hii, na mpango kuandaa pool table. Na mpango kuandaa draft tayari, pool table nitaandaa bao. Lengo kubwa ni kuwafikia watu wengi. Kusema watu wengi, vijana pamoja, tufurahi, tushikamane. Mambo kama haya wote tumekutana hapa tujuani baadhi yetu, lakini kuanzia leo tumejuana, ni familia moja. Mimi ni kiongozi Chama cha Mapinduzi, na nyinyi hawa ndio wananchi walinipigia kura, na mimi hawa ndio nawatumikia mpaka leo hii. Kwa viongozi wangu, kaka zangu, tushikamane sana. Kingine kikubwa cha mwisho, jamani, maisha ni siasa, si ndio? Najua mwezi wa 10 tuna uchaguzi. Hatupo kisiasa hapa, hii jambo la kijamii, lakini hivi tuzungumzie. Uchaguzi ni mchakato wa kupata uongozi wa serikali. Sisi vijana wengi tuko hapa, ndio wenye hatima ya nchi yetu. Basi sisi vijana kwa nafasi zetu, cha kwanza tukajiandikisha daftari la kupiga kura. Tu wapigaji kura, ili tuchague na kiongozi tunayemtaka. Isije baadaye kachagua kiongozi ambaye wewe kumchagua ukalalamika. Kiongozi, vijana wote kajiandikisha daftari la kupiga kura, nafasi zipo, tuchague viongozi. Kingine, tudumishe amani. Tuko hapa leo hii hatujagombana, hamna ugomvi, tunasikiza hakuna wizi kama tukio yote mabaya, kwa sababu amani tumeitunza. Kwa na waasa vijana wangu wa Korogwe, Manundu, vijana wenzangu, tushikamane, tutunze amani yetu, na ushikamano huu tuendelee nao. Mimi ni kijana wenu, mimi ni mwenzenu. Na mwenye jambo lake lolote, mwenye idea yote ya michezo, jambo lote la kila jamii, mimi niko mlango wangu iko wazi, karibuni sana, tutashirikiana mengine na mengi. Asanteni sana kwa kuzungumza hayo. Nawashukuru sana. Mimi mwenzenu ni Sabuni mmoja kati ya Manundu. Asanteni sana. Naomba namba ya simu mtachukua kwa Bwana Dafa, namba yangu anayo. Kwa hapa namba yangu, jambo lolote tukasema private tukawasiliana. Asanteni sana viongozi wangu.